sababu ndani ya kipindi cha miaka mitano nimeweza kuwasaidia kina mama zaidi ya vikundi 21. Zaidi ya vikundi 21 vimeweza kupata mikopo kutoka halmashauri, ile mikopo ya 10%, kwa maana 4% upande wa kina mama, 4% upande wa vijana na 2% upande wa watu wenye mahitaji maalum. Zamani ilikuwa inaitwa walemavu, lakini sasa ni watu wenye mahitaji maalum. Ndio maana unaona kwenye kata yangu hakuna malalamiko sana ya mikopo umiza, kwa sababu nimeweza kusaidia vikundi hivyo kuweza kupata mikopo isiyokuwa na riba. Ukipewa shilingi milioni 10, kikundi kikipewa milioni 10 kinarudisha milioni 10 kama jinsi ilivyo. Kwa hiyo ninaendelea na kwa kipindi hiki nitaendelea kuongeza vikundi zaidi. Nimedhamiria kutoka vikundi 21 niweze kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri hata vifike vikundi 50. Na nina imani kubwa wana Buzuruga, hasa wakina mama, mmeona namna ambavyo mlikuwa na nyuso za furaha na bashasha, ni kwa sababu ya kuwa nao karibu na kusikiliza matatizo yao. Lakini kwenye upande wa miundombinu, kama jinsi nilivyoeleza, ni kweli geographical condition ya kata yetu ya Buzuruga, barabara nyingi ziko milimani, na nimeeleza hapo tayari tumekwisha anza kujenga barabara za mawe na barabara za zege. Kwa mfano, barabara ya kutoka Nyambiti shule kwenda Mnarani kupitia kanisa la KKKT kwa maana miti mirefu imejengwa kwa kiwango cha mawe kwa asilimia kwa maana kiwango cha mawe kwa mita 320, lakini kiwango cha zege zaidi ya mita 522. Ndivyo ambavyo tunakwenda kufanya hivyo. Barabara kutoka Nyambiti Center kwenda maeneo ya Nyamuge tumejenga kwa kiwango cha mawe. Ndio maana nimesema Buzuruga kwa sasa tunahitaji miundombinu ya aina tatu. Tunahitaji miundombinu ya mawe, tunahitaji miundombinu ya zege, tunahitaji barabara za lami. Na huo ndio msimamo wangu kama jinsi ambavyo nilivyosema, na ukweli tunazidi kupata ushirikiano kutoka halmashauri, lakini pia kutoka kwa uongozi wa ofisi ya mbunge, na nina imani tunakwenda kupata mbunge kijana ambaye ana kasi zaidi, na tutashirikiana naye vizuri. Huduma kata ya Buzuruga, wa Tanzania wote wa kata 19 wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela kwa maana wilaya ya Ilemela, lakini na Watanzania wote kwa ujumla, tuendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, tuendelee kuamini viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu viongozi hawa ndio wenye nia njema, wenye nia thabiti ya kuleta maendeleo kwa Watanzania. Achaneni na propaganda na maneno ambayo hayana tija katika maendeleo yetu ya sisi wa Tanzania. Twende tukahakikisha kwamba tunachagua Chama cha Mapinduzi ili tuweze kupata huduma za elimu, tuweze kupata sekondari, tuweze kupata shule za msingi, tuweze kupata huduma za maji, tukapata huduma za umeme, tukapata huduma za barabara, tukapate huduma za madaraja, na twende tukapata huduma za afya. Kwenye zahanati zetu tunaongeza madawa, kwenye vituo vyetu vya afya tunaongeza madawa, lakini miundombinu kwa maana vifaa tiba kwenye hospitali zetu za wilaya, hospitali zetu za mkoa na hospitali zetu za rufaa tunakwenda kuongeza huduma, na Watanzania bahati nzuri wanaona huduma za. Wito wako sasa kwa wananchi kuelekea siku ya uchaguzi? Wito wangu kwa wananchi kuelekea uchaguzi, naomba twende tukapige kura, na niwahakikishie Watanzania wote hayupo mtu yoyote ambaye atakwenda kuwazuia msipige kura. Hayo ni maneno tu, ni sawasawa na kelele za chura ambazo haziwezi kumzuia ng'ombe kunywa maji. Kwa hiyo twende tukapige kura, hakuna mtu ambaye atakuja kuwazuia sijui na maandamano. Twende tukapige kura, wale ambao wanajifanya kuja kuandamana tuandamane nao kwenda kupiga kura.